mgonjwa unitafute, uko na namba. So mimi nitakuchukua nitakuletea kwa mmoja. Sawa. Good morning. Karibu kwenye makala haya ya afya yangu ndani ya Emuria FM TV. Ukipenda unaweza sema Emuria FM 101.3. Sauti ni ya boda. Najulikana kama Black Sugar. Kwa hivyo leo ni Level 4 Hospital Busia 040. Na niko na mwenzangu, tutakuwa tunazungumza mambo mengi, uzazi wa kimpango. Tutakuwa tunazungumza kuhusu uzazi wa kimpango ama family planning. Na niko na mwenzangu, atajitambulisha mwanzo. Karibu sana. Mimi naitwa Doris Achieng Otigo. Mimi ni registered nurse hapa katika hospitali yetu inaitwa Brimaxa. Karibuni sana. Asante. Nikizungumzia uzazi wa kimpango ama family planning, what am I talking about? Family planning, it's all about couples planning how to get kids at the right time. It also includes a mother giving herself space to space her children. So if at all I'm 18 na nataka kupanga uzazi, it's still the right time? 18 you're able to give birth. Yeah. When is the appropriate time ya kupanga uzazi? Upangaji uzazi vile nimesema hapo mwanzoni ni ile couples, mwanamke mwanaume watakupanga familia. Huwezi jua wakati mtu anataka kuolewa. Unaweza olewa ukikuwa 19, ukikuwa 18 years, but mnakaa chini mnapanga, unasema tunataka tupange uzazi. So you can say tunataka tupange uzazi for the next 5 years. We give birth first and then we tupange uzazi for 5 years then. Yeah. So kupanga uzazi as a nurse, you advise ni mtu yule mwenye ashazaa ndiye anaweza panga uzazi? No. Hapana. Mtu anaweza panga uzazi hata kama hujazaa. Yeah. Si lazima ukue umezaa ndio upange uzazi. Kuna watu ambao wako na okay, you have your own things you want to do. So unaona siwezi paka mtoto huu wakati, wacha nipange uzazi, wakati nitakuwa ready nitazaa. So you cannot even, huwezi sema unakosa ku have sex just because like yeah. Asante. So I'd like to know the types family planning methods zenye ziko available for the person mwenye umesema yuko willing kupanga uzazi. Can I know the types of family planning methods zenye ziko? Okay. Asante sana. Hapa Brimaxa tuko na several types na several methods of family planning. Tutaanza family planning, they are divided into two. Kuna hormonal na kuna non-hormonal. Kuna zile ambazo ziko na hormones na kuna zile ambazo hazina hormones. So for today, kwa hapa kwetu leo tuko na moja ya ambayo yenye haina hormone. Nitakuelezea hapo baadaye. Alafu hapa tutaanza na hormonal zenye ziko na hormone. We have Femiplan, which the pills every day. You take every day for the next
21 days. You like siku umeanza unafuatanisha hadi 21 days. Hapa mwisho tuko na yenye iko na nini iron. Unaweza decide whether to take the red things, these ones, ama you decide to take only the 21 pills. Sawa. This one has an hormone. And then we have this is P2 ambayo watu wengi wanatumia. Hii inatumika wakati unafanya tendo la ndoa, labda ulisahau kumeza hii. Unaweza meza hii. Kama ulisahau kumeza Femiplan, unaweza meza hii. Alafu pia sometimes inatumika wakati labda ulikuwa unatumia ile njia ingine ya kutumia condom na labda ikabust. You can use this. That is what we call unprotected sex. Ama you had sex kwa wale watu ambao wanaamini wako na regular period na uli have sex on your unsafe days, you can use P2. Commonly inaitwa P2. Sawa. And then we have Jadel. This one in for 5 years. It is inserted upper arm here. It lasts for 5 years. And then naongelea ambazo tuko nazo hapa. Alafu tuko na non-hormonal inaitwa coil, inaitwa ICD. It serves for 12 years and it doesn't have hormone. Sawa. Yes, these are available tuko nazo, but ambazo pia ziko nje tunakuanga na Implanol. Pia Implanol is hormonal, iko ni for 3 years. Unaekewa, unakaa na 3 years, then you can remove. Okay. Yes. If I may ask, yeah. Leo umesema ya 21 days. Yeah, Femiplan. Okay. Yeah. Niulize kama a layman. Yeah. You're supposed to start na za red ama you're supposed to start na za yellow? You're supposed to start with the yellow one. Day one, you are indicated here. You start day 1 until 21 days. Okay. Yeah. Ukimiss moja, nini na happen? If you miss one. So ukimiss one, we always encourage, kama ulimiss like leo, kuja ukameza, we will have to take the 2 to compensate to be on this exact date. You'll have to take the 2. Yes. Yeah. Thank you. Aya, then we move to the emergency pill. Inatumiwa namna gani? Inamezwa 2 mara moja or how is it taken? Okay, haimezwi 2 mara moja. Moja unameza within the 72 of an unprotected sex. The first one. Within that 72 hours to be to be effective. Unaichukua, and then the second one unameza 12 hours to 24 hours after the first pill. Elaborate. Jana usiku I had unprotected sex. So unprotected sex. So nikaamua nimeze leo saa 3. So nadhani hapo bado niko between 0 to 70. So nitahesabu kuanzia saa hizi 12 hours, even it's indicated here. It is indicated somewhere in the prescription instruction. Yeah, utahesabu 12 hours from saa 3 saa hizi to Ni simplify. yeah. I've had documentation today. Yeah. Saa 3. Yeah. I should wait for 72 hours No. ni meza ya kwanza. No, I did. You had sex today. Yes. You can measure between 0 to 72 hours. Okay. Yeah. Aye. And then the second one na meza? After 12 hours. Yeah. After the first injection. Okay. Yes. Asante. Yeah. Hapo tuko sawa. Umeongelea about the 21 days, umeongelea about the P2. We are moving to the coil. The
we have the Jadel for 5 years. 5 years, and then there is that one, 3 years. Yes, but we don't have it here. And it's also right now you can find Haziko kwa market. We give, but this one you can insert, and then maybe after 2 years or 3 years, if you want to remove, you can remove, and then methods ama procedure. If I want to get the family planning methods, what is the procedure? Nikikuja kwa hospitali na niseme nataka kupanga uzazi, what are the procedures zenye huwa zinatumika to help me ile yenye haitakuwa na madhara mengi kwa mwili wangu? Thank you. So if I get a client comes to the hospital and anambia, sister, nataka uniwekee family planning, first thing I'll have to talk to the mother. I'll take something called vital signs, nichukue blood pressure, niangalie, nifanye assessment, nimuulize kama akona any chronic disorder, sawa, na kama akona chronic disorders kama high blood pressure, akona history, kuna zenye sitampea, sawa. So I'll have another thing, I have to test for pregnancy, any sign of pregnancy, sawa. Those are the major things that we always do when a client comes. Then sasa hapo kama akona shida ya high blood pressure, we don't give hormonal, because hormonal, the moment tunaweka hormone kwa mwili, it can. Another condition, DVT, hii kufura mshipa kwa mguu, zika umeencounter. Such things we don't give hormonal family planning. Okay. We move on to ule upande wa uzuri wa kupanga uzazi. What are the benefits za kupanga uzazi? Nimeamua leo nimekuja, nimeamua nimepanga uzazi. Uzuri wa kupanga uzazi kwa mwanamke. Kwa mwanamke, asante sana. Uzuri wa kupanga uzazi kwa mwanamke, there is something called ile kuspace. Wacha tuanze nini, utakata hapo. Ile kupatia mwili wako time, unaona, the womb relax, unaona, alafu pia inakuanga kitu kingine hapo ya ngoja inapatia the womb to heal. Moja tu kidogo, should be accurate about that. Sasa at least usipate information yenye itakuja nyumbani. Okay, ya kwanza inasaidia mama kukuwa na space, to give that good care to the baby. Unajua mama akizaa akifuatana, hata pea care to the other mtoto, ata concentrate kwa huyu mdogo, huyu mwenye amezaliwa mchanga, ataacha yule mwingine, labda atakosa kunyonyesha vizuri, ataacha yani kumlea vizuri vile inafaa. Alafu lingine pia inasaidia mama heal, as it gives time to the uterus to heal properly. You know, if you give birth karibu
the uterus is not that intact, tunaelewa. Inaweza kuwa na complications. Hiyo ni ya pili. Pia inapatia mama ile it decreases poverty in the family. It gives a mother time to care for the little one properly, and then it also gives time to the uterus to heal after giving birth. Yeah, such things. Okay. We move on to the side effects zenye huwa zinatokana na kupanga uzazi. Yeah. You know, most of us hatuna that capability ya kufika kwa hospitali. Yeah. Kupimwa maybe venye umesema pressure, there is that side yenye umesema hormones and whatever. Yeah. There is those side effects zenye huwa zinakuja. What are the side effects zenye wewe umesikia kama daktari after mtu amepanga uzazi? It's not everyone mwenye atafika hapa, but kuna wale wenye they'll need remedy and will come to you. Yeah. What are the side effects zenye unajua zimetokana na kule kupanga uzazi? Okay. Asante sana. Side effect, the most side effect ni bleeding. Kuna wanawake ambao ukiwawekea like jadel unapata ana bleed. Kubleed that heavily. Kuna wale ambao wana spot, ile spot like daily spot. So wanawake kama hao huwa tunawashauri wakuje hospitalini tuangalie hali yao ya kiafya. We can advise you more on that. And then kuna another effect. You find some other women they increase weight. Kuna wale ambao pia wanapunguza. Ku increase weight is iko sahi sana because of what? The hormones that yenye tume introduce to the body. Sawa. Alafu kuna ile ambayo sometimes unapata ile haja ya kushiriki tendo la ndoa inapungua kwa wanawake, si wengi, unaweza pata wachache. So pia hiyo ni kitu ya kawaida. Alafu tuko na kitu kingine ambao pia inasumbua wanawake wengi, kuumwa na mgongo. Unapata wanawake wengi wanasema naumwa na mgongo tangu niweke hii, naumwa na mgongo sana, siwezi fanya kazi. Wengine wanasema wanaumwa na kichwa, kizunguzungu. Unapata kuna wengine hata hawezi fanya kazi zao za nyumba kwa sababu ya the effect ya family planning. Yes. Alafu kuna ambazo zingine long term. Kuna kiti. Kuna another effect ya kupata msaidizi atatusaidia. Kwa fertility ile kurejea kuzaa, zingine zina take time, that long use of it. Like kwa mfano kuna shindano inaitwa depo ukitumia kwa ule mtu anayetumia after 3 months amedungwa, after 3 months amedungwa, after 3 months amedungwa, unapata inakuwa vigumu yeye kurudi kwa fertility. It takes time. Yeah. Okay. We've spoken about uzuri wa kupanga uzazi na pia tumezungumzia yale mambo yenye the side effects za kupanga uzazi. Now we want to run with the myths zenye zinafanya watu wengi hawataki kupanga uzazi. What are some of the myths zenye zenye zinafanya wamama wengi instead of going for family planning they opt? And then ningependa kujua pia the other njia za kupanga uzazi ambazo haziko kwa hizi zenye umemention. So what is this? Okay. Tuanze na lipi? Myths. Tuanze na myths ambazo unajua zinafanya wamama hawapangi uzazi.
So concerning mates, kuna yenye iko all round ambayo inasemekana ukitumia hii wakati you are having sex, mwanaume ati anakuambia anasikia kitu inamdunga. Hii ndio gani? Hii ni coil. Yeah, when you are having sex. Mwanaume anakuambia anasikia kitu inamdunga. That is not, hii kitu inaendanga hadi kule juu kabisa. Mahali mwanaume, I don't think mwanaume anatoka hapa paka hapa. Edit hiyo. So akiamurisha daktari anaweza tusaidia lingine. Okay, myth ya kwanza mostly inakuanga watu wanaogopa infertility. Wanasema maybe wakitumia hiyo wanaweza kosa kuwa fertile, lakini that one is just a myth. It actually delays the return of fertility, but it doesn't cause infertility. Another thing ni a myth, unasikia mama anasema ati the more ana breastfeed haezi akapata mimba, but it's a myth. The moment, yes, breastfeeding can delay ovulation, but it is not a guarantee that it will not make her get pregnant, because once she's in her periods, she can actually get pregnant. Yeah, those are common myths that we hear. Umezungumzia upande wa coil, that one nimeisikia. And then the side yenye alisema you come with your husband to get the coil. I don't know kama ni ukweli. Lazima ukuje na mume wako ndio, if at all you are of that side ya kuwekewa coil, unaekewa coil. No, because mostly us we get mothers who come alone. Anakuambia nisha discuss na mzee. Tumeconsult pamoja, tukaambiana this is the best method. So you just, si lazima wanaweza kuja pamoja ama mama anaweza kuja peke yake. Okay, tumemalizana na huo upande. I'd like to know some of the other family planning methods apart from zile zenye umezungumzia hormonal and then non-hormonal, ama zile zenye zinapeanwa hospitali. Which are the other family planning methods zenye you know and are not in the list yenye umezisema? Okay, asante sana. Nitaongelea shindano ya miezi 3 inaitwa Depo. Hiyo unadungwa, unakaa after 3 months you come back. Unadungwa. Hiyo, that one is a short term. And then we have another for short term which is called LAM. LAM ni ile kwa ule mama ambayo amezaa for duration of 6, nakwanga about 6 weeks. Hapo mama haezi pata mimba kwa sababu ananyonyesha. So hiyo pia it's another method. We have other methods called kama condom, the one that we don't have here. Hiyo ambayo mwanaume anatumia. Tuko pia na female condom, pia mwanamke anatumia. That's one we don't have here. Alafu tu pia nilikuwa nimeongelea about ile ya miaka 3. It's an implant. Also unaika katika chini ya mkono. You stay for 3 years, then you can remove. Then we have calendar methods for those women with regular. Yeah. We are there kwa calendar method. Elaborate. Calendar method unamaanisha nini? So calendar methods, ule mwanamke ambayo after 28 days, exact 28 days, anaona period yake. Hiyo tunaitanga perfect woman. So tutaelezea kidogo. You like, for example, nimeanza ku bleed today. Between today to 14 days, I'm safe. Uki bleed for 4 days, you can have sex from the 5th day from 5th day to 13 to 14 day. Hapo you are safe. But between from now, can you elaborate? There's something. Elaborate.
Hebu ngoja kwanza sichukue hapo kidogo. Inakuanga si kama ni 28 days cycle. Hapo 14 ndo ana expectiwa kwa ana ovulate. Then from day 1 to day 7 hapo sex. Anaweza have sex. Najua maybe anaweza have period maybe for 5 days. Now day 6, 7 hapo sex. But easy 5 days to ovulating day. Hapo kwa set. Najua sperm will survive for more than 5 days. 3 days, 5 days. So maybe kama an ovulate on day 14, then I have sex maybe day 11, kuna possibility ya atapata pregnant. Juu kutakuwa na live sperms inside the womb. But daughter, juzi tulikuwa tuna encourage mama asitumie hiyo. Kwa sababu hiyo huwa ina mess wanawake wengi. It's best tusiongelee, tutakata hiyo. Yes. Ndio kana leo baga ushangae. Akishuali hiyo kazi yake. Okay. Kada mbona Yesu. Kwa sababu analipwa. Anyway. Those are the methods zenye ambazo hatuna hapa. Okay. Yeah. I would like to know, I saw you uliongelea upande wa nutrition. Kama mama anapanga uzazi. Yeah. What is the nutrition plan kwake? Kama mama anapanga uzazi. We know some wenye wanapanga uzazi ni wale wenye wamejifungua, wale wengine wenye you even spoke about wale wenye I just want to give myself space. Yeah. Ndio nikuje nipange uzazi huko mbele. So what are the nutrition plan ya mama hiyo period yenye anapanga uzazi? You spoke of kizunguzungu, kuumwa na kichwa. Yeah. Yes. Bleeding. Yes. So what are the nutrition plan? She can just feed on anything as long as it is balanced, as long as it's not causing any allergic reactions to the mother. She can feed on any meal she wants. Yeah, hata si eti anatumia ati family planning so hawezi kula some other foods. Anaweza tu feed like a normal person. Okay. But I will encourage food zako enriching iron because ana bleed anahitaji that booster ya kuboost hiyo damu. Okay. Yeah. And I wanted to inquire on the remedy. Kama nimetumia ile njia ya kupanga uzazi ambayo is not good for my body, what is the remedy? Na I'm already bleeding. What is the remedy? Na maybe I'm using here 21 days. You see it's already in my system. What is the remedy? Ndio at least nizuie hii kunyesha ama kutokwa na damu and then I be safe uko mbele. So we always encourage mothers to come to the hospital first. We sit down with you, we discuss. There are some drugs we do give to monitor. You cannot just come to the hospital. Oh, una bleed, wacha tutoe. No, we don't do that. Ama unatumia pills, wacha stop. No. We always come, we discuss, we tutafute another option, but hautoki kwa hii. Tunakupea other things to counter. Yeah. So that's what we do. But sasa ikikuja ikipersist. Now tunaenda kwa hiyo option ya withdraw kabisa. Okay. Yes. Thank you. Tumemalizana na upande wa kupanga uzazi. This is the side tuko Brimaxa Hospital, level 4 hospital. This is Emuria FM, kitengo cha makala ya afya inajulikana kama Black Sugar. I wanted to know why should a mother or why should someone mwenye anataka kupanga uzazi akuje Brimaxa and not another place? What are the services ama uzuri gani wa Brimaxa wenye uko yenye nikisaizi nikipata ujauzito I'd want to come to Brimaxa and not another place? Yeah, asante sana kwa hilo swali na kwa hilo. Sasa mimi ningependa Brimaxa is the best. We give you the comprehensive care. Mwanamke ambayo anakuja Brimaxa, you are assured of the best care you will be given here. Kwa mama ambaye anakuja kwa family planning services, utafika tu hapa tunakuweka mama lala hapo, tutakutake through, tutakufundisha, tutachukua vital signs zako za mwili, tutakupatia options, tutakwambia madhara ya haya
methods, tutakwambia mazuri ya haya methods. So ukikuja Brimaxa utapata kila kitu. Kwa wale mama ambao wanataka kujifungua katika hospitali yetu, mnakaribishwa sana. Utapata the best nurses here. Utadeal tu na nurse peke yake. Utakuwa pamoja pia na daktari. Ukiangalia kwingine utapata tu ni nurse na kuhudumia. Hapa kwetu utapata unashughulikiwa na daktari, nurse atakuwa na wewe all that hiyo time yote. Yeah. Okay. And I wanted to know your services. What services do you offer at Brimaxa? Zenye nikisema I want to go to, we know of other clinics, other hospitals zenye ziko within. What is the difference between you and the other place? Talk more about Brimaxa. What Brimaxa offers, uzuri wa Brimaxa, and why Brimaxa? Thank you. Karibu sana. Asante sana tena. Nenda kukuramba mpaka ushangae. Ndio kuna maswali nyingi hapa. That is the last one, by the way. Okay. That is the last one. Karibu sana Brimaxa. Brimaxa ni hospitali level 4, ya level 4, whereby you'll get most likely all the services that you need. Hapa kwetu tuna offer outpatient, inpatient. Inpatient consists of pediatric ward, we have surgical ward, we have medical ward, we have HDU, we have ICU, we have renal department here right now, and then we have MCH which consists of family planning, antenatal care, and we have postnatal care. And then we have dental, we have physiotherapy department, we have CT scan, we have radiology services. Yeah. So, welcome to Brimaxa. We love you. We shall care for you. Yeah. Happy please. Hapa wasema kwa pia. Amesema tu 120 bed capacity. Wana sasa chukua kwa uulize vitu zote. Anza kwa Amesema zote. Kuna NBU maternity hapo ndio sessions za surgery zinatoka. Okay, wacha fresh. Utakata ile sawa. So wacha nikuwe serious because naona niko na watu hapo nje. Yes. So karibu Brimaxa. Brimaxa is a level 4 hospital whereby we offer inpatient, outpatient. We have maternity ward, we have HDU, we have ICU department, and we have NBU unit here at Brimaxa. So outpatiently we have MCH, NC, and family planning clinics. Here we offer here at Brimaxa. The reason. Basi tutachukua ya kwanza. Akisaidia kutense cause niko na watu hapo wananiangalia. Wewe si chapa hivi. Watu wanakuja asemi. Matro jo huyo pia. Yes. Wanakuja asemi. I'm just asking for mmoja tukuwaka wa clients wetu picha. Tunachukua tukipita. Kuja kusema something about Brimaxa Kidogo tu. Yes, mama umetoka. Watu wanasemanga nini? Okay. I want to know detail about briefing about why someone should come to Brimaxa and not another place. Services zenye mna offer hapa, what is the uniqueness ya Brimaxa, and why should a mother mwenye yuko mjamzito ama mume wake
aamue kumleta Brimaxa and not another place? So basically you are talking about mothers. Expectant mothers. We call them antenatal mothers na wale wanapanga uzazi. Actually we start our services very early here, and we have the maternal child health care stroke family planning. We have them here. The room is private. Okay, the room is private, and you will find that whenever these clients come, they can choose the type of nurse to take care of them. They choose, and we give that option for them. If somebody says, I want so and so, and that person is not on duty, we call in that person. And we have very good links with a nurse, a midwife, client links. They are very good. Somebody will take care of a client from this room, antenatal, from the time wanataka services up to delivery. And you find that she will move with one midwife up to the end. And whenever the client comes for delivery, even if it is at night, the nurse is collected from home, because this patient has that link, bond. So we allow that. And also that privacy part. This room is very much at the corner. Nobody can see where a mother is going. And then from there, they are usually escorted out. About immunizations, also we have the experts. By the way, in MCH, we don't just place any nurse, no. We have chosen on only 3 nurses to take care of the MCH, the immunizations, because we also have to give out proper data after finishing. We have nutrition on board, and the nutritionist is ever here, giving instructions, giving information on fields. So you find that it is usually very good. Even the Islamic clients who feels that they should be taken care of in privacy, this place is very conducive. When they will come, maybe the husband will wait elsewhere, or they come on their own and they like it. It is completed and they go. Because you find that they don't like their husbands also to know that they are doing family planning. So you find it is very conducive here, and it is usually one touch. A mother comes, even right now, I'm sure we have delayed them. It is one touch. They come, they do it very fast. Usually they are taught here. Nutritionist anaongea, anawaongelesha, they go. We don't wait to collect them pamoja, because it will waste their time. So it is usually one-on-one. Yeah. So that is why we are having these clients, and that is why our clinic is picking up. Thank you.
That's why we from verse 40. Joto haimaanishi tu ni joto tu vile nasema. Joto inaweza kuwa akona shida. Tunasemanga high temperatures. High temperatures inaweza kuwa sign of infection kwa mwili. Joto ni kitu kibaya, afadhali iwe kitu kingine. Lakini joto ni kitu kibaya, sawa? So ilianza tu yenyewe ikapotea. Samba Jericho. Ningependa leo wewe uone daktari. Kwa sababu ya story ya joto tu. Wewe sawa. Paka mtoto wetu baada ya meditate. Baada ya kutu 10.6. So, la hakuna cha tunampea. Ndio 8 months. Last month alipewa malaria 3. Sio? Malaria 2. Malaria 2. Next month akikuja tutampea malaria 3 na tunampatia measles. Atakuwa 9 months. Nimesema kuna 1. Umesema kuna 8 months. Sasa hata kama ni 1 year nutritionist yuko hapa. Hiyo 10 kidogo. Sawa. Nafaa kuwa above that. Wala hiyo kitabu. Kuja mueleze. Hapa pia. Nafaa kuwa na juu. Sawa. Hii vitu zinaendananga. Sawa. So leo Tu katika Biblia. vitamin. Hii ni vitamin. Vitamin A. Tunapeana hapa. Sawa. Leo ni alikuwa na mwaka mmoja. 1 year. Ndio baba. Tunampatia tarehe 5 mwezi wa 6. Sawa. At 1 year. Sawa. Vitamin. Unajua umuhimu wa vitamin kwa mwili? Kama gani? Kama gani mama? Akule vizuri. Nini ingine? They are not given a Na pia inamsaidia kwa eyesight, vitamin A. Macho, umesikia? Sasa kwa sababu ya hiyo joto na homa, tenda hapo mbele tutatuma uone daktari. Sawa. Iko na kikozi. Leo walikuandikia 31st. Jumatatu kufuja, leo ni Alhamisi. Kupatia kesho asubuhi kabla chakula kitamu. Sawa. Juu saizi ameanza kukuta vitu kukula. aliingia katika kazuri. Jave kuru.
Na babake hajawahi kuja na yeye. Kama tu after ametuacha akaamua kuenda. Anikepo. Fatima. Ananyonya tu? Sawa hapo. Unamnyonyesha mara ngapi kwa siku? Maya napita. Akiamka kama akisikia tu njaa ndo unamnyonyesha? Hapana. Mtoto ananyonyesha anytime, sawa? Si ati wakati anahisi tu njaa. It's my day. Leo tutapeana shindano mbili za mapaja. Sawa. Mbili za mdomo. Hii ni UPV or polio, inasaidia kutolemaa, sawa? Mtu asikiwe na ulemavu. Hii inapewa, iko ni dozi 3. Akikuwa 6 weeks On your life. sawa. Haya tena, hii ni rota, inasaidia, inazuia ugonjwa wa kuhara. On your life. Ni dozi 3 pia. Unaweza penda hivi. Sawa. Hizi effect joto kwa mwili, sawa? Kitu ambacho utafanya nyumbani ni unatoa nguo zote, una expose the whole body paka pampers, unatoa iglaweka, unatoa paka hivi. After 24 hours kama bado unayo, tutampatia paracetamol.
na left thigh. Hii ni right leg. Shika hapa kwa mtoto wako. Shika tu straight. Hii lenta lenta. Zile magonjwa mengi. Hapa ni billing point. Billing site. Billing. Mna building nini hapa? Tuna build wagonjwa kwa matumizi tumetumia. Kwa services wamepewa. Hapa ndio tunafanya collection. Okay, so hii ndio engine ya kila kitu. Yes. Okay. Ndio na deal na. Unaitwa nani? Mimi naitwa Abel Orodi. Abel Orodi Fabens. Okay, yes. Asante. Alafu niko na daktari pia hapa mwenzangu. Yes. Anashughulikia ni daktari? Yeah, katika notes za mgonjwa. Mwenye anatakana vile. Mbona baba? Dialysis kwa Kiswahili ndio sasa ni. Daktari unatueleza dialysis kwa Kiswahili. Ndio kuna shosho nyumbani. Kuosha damu watu wenye kuna shida na figo. Sasa yeye ndio mkuu wa kuosha damu ya wale wagonjwa wenye shida ya figo. Okay. Asante daktari. Family. Tunaisho. Naitwa Caroline Nyongesa. Safi sana. Na ule ni mkurugenzi wa mambo ya records. Nini amesema? Records za wagonjwa au? Records za wagonjwa. Files za wagonjwa kuwa safe, kutengenezwa vile zina kutoka vile zina mgonjwa anakilakiwa mpaka vile anaenda kwa ward na anatoka. Yeye ndiye anadili hizo. Okay. So yeye hapo asonge atoki. Hapo atoki. Ala. Yes. Unaitwa nani mama? Naitwa Valerie Adiambo. Valerie Adiambo. Alright. Asante. Nashukuru kwa huduma yenu. Asante. Tumewatembelea kama idhaa ya Emuri FM. Emuri. Yes. Nilikuwa mtoto wa Elewa hiyo kuosha damu watu wako na shida na figo. Hiyo nimeipata. So pia kuna wenye wanajua kuirekebisha vizuri wataishughulikia. Asanteni sana. Sawa. Fika.
naitwa Kwa makala ya afya yangu ikiwa Brimaxa Hospital before coming and fast growing hospital ikiwa county ya 040 inajulikana kama Black Sugar nyeusi yenye alafu tena na discharge. Au mgonjwa sasa ndio utaona. Sasa ndio utakuwa mgonjwa. Ulitafute uko na namba. Sasa unajua mimi nitakuchukua nitakuwekea kwa mmuko. Sawa.